بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. بعدكم شكر مولا سبحانه وتعالى أنكم تكرحمن أماني متمريت محمد صلى الله عليه وسلم. كان لنا درسيات وفقه كتاب رسالة الجامعة. tunafika katika mlango unaosema maasi min maasi alqalb. Jana tumeeleza baadhi ya maasi alqalbi, leo tunamalizia akisema min ta'ati alqalb. Leo tunasoma ta'atul qalbi. Jana tulisoma maasi alqalbi, leo tunasoma ta'atul qalbi. Wa min ta'ati alqalbi, miongoni mwa taa ya moyo, al-imanu billahi, ni kumwamini Mwenyezi Mungu, wal yaqinu, na kuwa na yaqini. Kwanza umwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kisha uwe na yaqini katika ile imani ambayo kwamba uko nayo. Wal ikhlasu, na kuwa na ikhlas, kutakasa. Ikhlas ni kufanya ibada kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala peke yake. Usifanye kwa ajili ya uonekane, usifanye kwa ajili lazima ufanye, usipofanya utaadhibiwa. Usifanye kwa kuwa ni watu, ufanye nisipofanya utasemwa. Usifanye kwa ajili ya nia yoyote isipokuwa kwa ajili ya radhi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Watawadhu, na kunyenyekea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Unapofanya ibada, unapofanya jambo lolote, unyenyekee kwa Mwenyezi Mungu na kutarajia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aweze kuikubali kwa rehema zake. Wa nasihatu lilmuslimina, kuna kuwapa nasaha Waislamu. Unapomwona mwenzako anafanya kosa, anafanya mambo ambayo kwamba halistahiki, halifai, huo utaweza kumnasihi. Wasakhau, na upaji, yani kuwa na sakha, kuwa mtu mwenye kutoa, mtu mwenye kusaidia, usio ni mtu mwenye kubana tu. Wa husnu dhanni, na kuwa na dhana nzuri. Wa ta'dhimu sha'airillahi, na kutukuza tangavu za Mwenyezi Mungu, yale mambo ambayo kwamba yanamjulisha Mwenyezi Mungu, anamtoa na afanya Mwenyezi Mungu ajulikane, kama ilmu, Qur'ani, misikiti, madaris, yale mambo ambayo kama anamfanya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutangaa, basi na wewe utatukuza mambo kama yale. Washukuru ala ni'matillahi, na kushukuru kwa neema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyokupatia. Mungu amekupatia neema, basi wewe utashukuru neema kama ile. Kal islami, kama neema ya Uislamu. Na hakuna neema kubwa mtu kama kuwa Muislamu. Ni neema ambayo kwamba itakana mtu aishukuru sana neema kama ile. Sababu lau si Uislamu, usingemtambua mzazi wako, usingetambua familia, usingetambua chochote, wala wewe mwenyewe usingetambulika katika jamii. Wa taati, na neema ya taa. Mwenyezi Mungu amekupa nafasi, amekupa taufiki ya kufanya mambo mazuri, basi umshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na uitambue neema kama hii. Wasairi ni'am, na neema zote zilizobakia, kila neema uliyopewa utaitambua na utamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wasabru ala albalai, na kusubiri juu ya balaa. Mithlu al-amradhi, mfano magonjwa, kutokana na magonjwa utafanya subra. Wal mihani, na matenge, matatizo. Wa mauti al-ahibati, na kufilewa na ule ambaye kwamba unampenda. Wa faqdil mali, na kukosa mali, umefilisika, mali yamepotea, umechomekewa, kwa utafanya subra na kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kila hali. Wa tasalluti nasi, na kusalitiwa na watu wamekutenga, watu hawakupendi, watu wanakuchukia, watu wanakufanyia vitimbi, kwa utafanya subra. Wa sabra ala taa, na ufanya subra juu ya kusimama kwenye taa. Sababu taa pia nayo yataka subra, mtu kuweza kusali, kuamka alfajiri kila siku, kuendelea na taa itakawe na subra. Wa sabri anil maasi, na kuwa na subra katika kuepuka maasi. Kana itakana moyo wa ujasiri. Wenzako wanastarehe, wanaenda kufanya mambo ya anasa, wanaenda kufanya hivi, hawana mambo ya kuamka, hawana mambo ya kujisumbua kushika mswafu, wanafanya mambo ya starehe, lakini wewe ukajizuia na mambo kama yale na maasi kama yale, pia itakana uwe na subra ya kuweza kustahamili. Wathiqatu birrizqi min Allah, na kuwa na uhakika na kuamini kuwa riziki yatoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa bughdud dunya, na kuitukia dunia. Kuitukia dunia si kwamba usifanye kazi, usioe, usizae. Kuitukia dunia yani isiwe hamu yako na mbio zako na kila kitu chako ni dunia. Dunia unafanya kiasi cha kuishi na upate riziki yako ni basi, lakini isiyo ni kitu ambacho kiko moyoni mwako. Wa adawatu nafsi wa shaytan, na kuifanyia adui nafsi
na shaitani. Lazima uchukulie nafsi yako kama adui yako. Temu yote uwe tahadhari nayo, temu yote unajiandaa kupambana nayo. Vile vile shaitani, mwanzo inna shaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Wa mahabbatullah, na uwe na mahabba ya kumpenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika moyo wako. Wa rasulihi, na kumpenda Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa sahabati, na vile vile kuwapenda masahaba zake Mtume sallallahu alayhi wasallam, pasina kuchagua wala kubagua, isipokuwa wale ambao kwamba Mtume amedhihirisha hawa ni wanafiki, hawa ni murtadina, wala ni, lakini ambao kwamba masahaba na wamekubaliwa na wanazuoni kwa masahaba lazima uwapende na watukuze wote. Wa ahlu baitihi, na watu wa nyumbani kwake Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikiwa ni nasaba yake. Kwa ikhtilafu wanazuoni, ingesema ahlu baiti ni kila Muislamu, ingesema ahlu baiti ni kizazi cha Mtume sallallahu alaihi wasallam kupitia Hasan na Husain, ingesema ahlu baiti ni banu Hashim na banu Muttalib. Zote hizo maadamu wanazuoni wamethibitisha kwa ni ahlu baiti, basi wao utawapenda. Simameni nyawili, wao utawapenda watu kama hao. Wasalihina wattabi'ina, na vile vile wapende attabi'ina, wala ambao kwamba wamekuja baada ya masahaba radhiallahu anhum. Wasalihina, na wapende watu wema. Waridha anillah, wapenda watu wema ni kupenda kuketi na wao, kupenda kuwasikiliza. Kama leo kwa watu wanapenda nyimbo, kila mmoja akisikia mwimbaji fulani Diamond ama ni Alikiba ametoa nyimbo, kila mmoja ana hamu kwa kuitafuta ile nyimbo, kila mmoja amehifadhi, kila mmoja katika TikTok ama katika mitandao ya kijamii utamsikia na rekodi ile nyimbo, hata kama haimbi, lakini ataona tu atembea ameweka nyimbo hiyo kwa kuwa nyimbo ameipenda. Kwa hiyo kama vile mnavyopenda nyimbo na mambo mengine, mwapende masahaba radhiallahu anhu, mjipambe na wao, mjifananishe na wao, mjifananishe na watu wema. Waridha anillah, na kuridhia kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, ama kumridhia Mwenyezi Mungu kila ambalo kwamba amekupa wewe utaridhika nalo. Watawakkul alayhi, na kumtegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kila ambalo kwamba limekupata na unatarajia kufanya, wewe utamweka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mbele. Wa ghairu dhalika, na mengineyo, min alwajibat alqalbiyati, tamanna kupasa kulazimu kwa moyo, almunjiati, mambo ambayo kwamba yenye kuokoa. Kila jambo ambalo kwamba unaona ni zuri kwa moyo utakana ulifanya, wewe utalifanya, na kwamba ni baya wewe utaliepuka. Inshallah hapa ndio imekoma faslu ya ta'atul qalbi. Tunaomba Mwenyezi Mungu ajalie alladhina yastami'una alqawla yattabi'una ahsanahu. Wassalamu alaykum wal afwa minkum wa sa'adallahu awqatakum.